ninakuombea hatua. Ulikuwa unauza mchicha, piga hatua. Piga hatua. Hatua. Ile miguu mizito leo naiwekea wepesi kwa jina la Yesu. Ile miguu kwenye ulimwengu roho, ulikuwa ukifanya biashara unapata faida 30,000, 40,000. Piga hatua mwanangu, piga hatua. Piga hatua. Yesheketeke rakakaposa katai. Nasema piga hatua, piga hatua, piga hatua, piga hatua, piga hatua, piga hatua, piga hatua. Kushakata. Kuna hatua za watu zinakuwa zimefungwa. Zinafungwa kwa sababu kwanza huyu mtu hajaelewa. Ni tabia ya wachawi kufunga maisha ya watu. Kufunga watu wasipige hatua kutoka mahali kwenda mahali pengine. Wachawi wanaweza kufanya hivyo. Lakini huyu mtu ambaye amefungwa hatua zake, anapokuja kuielewa neema iliyo juu ya mpako wa mafuta, akielewa neema, ile neema ya Mungu inaanza kukata kamba kwenye miguu na kuanza kupiga hatua. Ulikuwa na duka moja, ukinisikiliza vizuri, hautakuwa na duka moja, utaongeza lingine. Ulikuwa na biashara moja, hautakuwa na biashara moja. Ukinisikiliza vizuri, utapiga hatua kwa jina la Yesu. Utapiga hatua. Utapiga hatua. Ulikuwa na mshahara kidogo, ukinisikiliza vizuri, nasema hivi, unapiga hatua. Wewe hujui zitatoka wapi, lakini Mungu anafungua milango, anafungua madirisha, anakupeleka kwa jina la Yesu. Unawaza Mariana, hivi hizi hela nitazipata wapi? Sikiza nikwambie, Mungu anayo milango mingine. Mungu anapokuonyesha pesa, alafu nasema mshahara wangu mimi ni mdogo, achana mambo ya namna hiyo. Hayo ni mambo ya kibinadamu. Wewe rudi kwenye ulimwengu roho, useme nazipokea kama zilivyo, na ninazichukua kama zilivyo, natembea nazo kama zilivyo. Mambo ya kiroho nilishaikuambia nikasema hivi, unapoona watu wamefanikiwa kwenye maisha yao ni mambo mawili: ama kwenye ulimwengu wa roho wa giza yuko vizuri sana, ama kwenye ulimwengu wa roho wa nuru yuko vizuri sana. Sasa wewe ukiwa mahali hapa, amini ninaposema nafungua hatua, ni mimi nimetumwa na Mungu. Ni mimi niliyepewa neema na Bwana kufungua hizo hatua. Popote ulikuwa unaenda kwa kuchechemea kwenye ndoa, unachechemea kwenye biashara, unachechemea kazini kwako, unalipwa tofauti na elimu yako, Mungu akufungulie mlango ambao utadumbukia ushangae. Mungu unalipwa tofauti na kazi unaoifanya. Bwana afungue mlango kwa ajili ya maisha yako unayenisikiliza, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Mimi nadili na wanaokupinga kwenye pale ambapo Mungu amefungua mlango. Wowote wanaopingana na neema Mungu ameiachilia kutokea madhabahuni, wasagwe vipande vipande, waiache njia wewe upite.